Ilikuwa ni majira ya saa 9 za alasiri ilipozuka taharuki ya kuwaka kwa moto kwenye ofisi za mamlaka ya udhibiti na ununuzi wa umma PPRA iliyopo katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, ambapo kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora ameeleza kuwa uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha moto huo ni hitilafu ya umeme. Naitwa Esther Paulo Mwami. Nipo hapa ofisi za PPRA. Ni dada anashughulika na mazingira ya usafi ofisini. Nimefika mimi kwenye mida ya asubuhi saa 1. Kulikuwa kupo hali ya hewa ilikuwa shwari tu. Kwa hamna shida yoyote kusema kwamba kuna tofauti ya umeme, hapana. Nilipofika mida ya saa 9. Nimefika mida ya saa 9 nikaona moshi unaingia kwenye chumba ambacho nipo mimi, kwenye ofisi ambayo nipo mimi. Kwa sababu ofisi ambayo niko mimi ni ofisi ya aluminium ya vioo. Kwa hiyo nikaona moshi unaingia. Baada ya kuona moshi unaingia ikabidi nishuke chini. Nilivyoshuka nikajua labda watu wataka wanachoma moshi umeingia. Nikarudi. Niliporudi ofisini, kitu kilichokuja kunishtua, kuna kitu kilipiga ta. Ikajirudia tena ya pili na ya tatu. Nilivyojirudia ikabidi nitoke. Nimetoka. Katika kutoka naona tayari pale kwenye hiyo ofisi ilianza kuungua moto juu kwenye kona. Kuna moto unatokea pale. Ikabidi niwe kukimbia kule reception ili kumwambia kaka ambao ni Beni. Nikamwita Beni nikamwambia kimbia, huku tayari kuna moto. Kwa hiyo akawahi kwenda kuchukua funguo kwa sababu hiyo ofisi waga ikishafanywa asubuhi usafi huwa tunaifunga. Haifunguliwi kwa sababu ni sehemu ni ofisi ya server. Basi akaenda kufungua, katika kufungua akawa tayari moto tayari ulikuwa umeshapamba kote, chumba chote ni moto. Ndio ikabidi tuanze kukimbia chini kwa ajili ya kuomba msaada. Huwa kuna kama hitilafu ya umeme kwa sababu siku za nyuma kulikuwa kuna kama vile umeme unaweza taa zisiwake. Labda wiki 2 zinawaka zinazima. Tukawa tumeita mafundi, walikuwa wametoa taarifa lakini wakawa wameita mafundi kuja kuangalia, wakasema kwamba kuna short ya umeme ndio maana inasababisha zile taa zisiwake. Lakini walipokuja wakatengeneza taa ziliendelea kuwaka vizuri. Kwa majina naitwa Mrakibu Mwandamizi Omar Simba, ni afisa utawala jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora. Tulipata wito wa moto huu tukiwa ofisini pale. Kwa hiyo tukatoka tukaja moja kwa moja kwenye tukio, na tulipofika hapa tukakuta ghorofa ya 4 kwenye jengo la mkuu wa mkoa limeshika moto vyumba vya mwisho. Kwa tukapambana na gari yetu ya kwanza tukafanikiwa kuudhibiti, na baadaye ikaja gari yetu ya pili kutoka airport tukafanikiwa kuuzima moja kwa moja moto. Moto ulianzia kwenye ofisi za chumba kimoja wapo cha ofisi za PPRA ambacho kilikuwa ni server room. Sasa kutokana na changamoto za ofisi, hao wenzetu walikuwa wanatumia ile kama server room, lakini kulikuwa na baadhi ya vifaa vingine ambavyo havikuhitajika pale, kama vifaa vya stationary na vifaa vingine ambavyo vilichangia kusambaza moto. Lakini kwa bahati nzuri tulifanikiwa kuuzima, na chumba kimoja ambacho kilichoanzia moto, hiyo ofisi moja ya PPRA ndio hicho kimeungua, na moto ulitaka kupenya kufika kwenye corridor, lakini tuliudhibiti, isipokuwa moshi ulisambaa kwenye corridor ya ghorofa ya 4 na kusababisha kuchafua hizo kuta na baadhi ya vyumba viwili vilivyo jirani. Vioo vyake vilipasuka kutokana na ile joto la moto, lakini chumba kimoja ndicho kilichoathirika zaidi, ambayo ilikuwa inatumika kama server room. Chanzo kwa maelezo ya haraka ambayo tumeyapata kwa hawa wanaoishi kwenye wanaofanya kazi hapa ni kwamba hiki chumba kilikuwa na changamoto ya umeme mwingi mdogo. Kwa hiyo wanafanya marekebisho. Kila mara inapojitokeza tatizo hilo wanafanyia marekebisho. Ikitokea tatizo wanafanyia marekebisho, lakini sasa leo kwa maelezo yao wanasema hali ilikuwa salama kabisa. Isipokuwa moto wamefanya kustukia kwamba wakaona moshi baada kuangalia wakaona moto unaanzia kwenye chumba cha hiyo server room, lakini uchunguzi zaidi utaufanya na ukikamilika tutatoa taarifa. Bado hatujafanya tathmini ya haraka kwa sababu bado wahusika hawajatulia, na tukifanya tathmini ya hiyo tutawaeleza wananchi. Server room yote imeungua. Ile server yote imeungua, lakini kulikuwa na vifaa vingine kama nilivyowaambia, kulikuwa na meza kubwa, viti pamoja na makabati mengine yalikuwa yanatumika kuhifadhia nyaraka mbalimbali,
zimeungua pamoja na vifaa vingine vya stationery ambavyo walikuwa wanatumia sasa, kutokana na uchache wa ofisi walikuwa wanatumia pamoja na server room, lakini walikuwa wanatumia kama store ya kuhifadhia vitu vichache. Ushauri wetu ni kwamba sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunafanya ukaguzi wa majengo haya, lakini tunatoa elimu ya tahadhari ya kinga majanga ya moto. Na hili jengo lilikuwa na vifaa vya kuzimia moto, lakini kwa bahati mbaya sasa wahusika hawakuwa na mawazo ya kuvitumia vile vifaa, japokuwa tunapita na kutoa elimu. Kwa hiyo mimi nishauri tu, moto unaanza mdogo tu, lakini kama una kile kifaa na unajua kutumia, basi tumia kile kifaa. Pengine kama wangetumia kile kifaa cha kuzimia moto, moto ungekuwa sio mkubwa sana. Lakini ushauri mwingine tunaotoa ni kwamba tutenganishe sasa matumizi ya hizi ofisi. Mfano hii server room ingekuwa server room, ingekuwa vinatumika vile kile kilichoidhinishwa mule, pengine ile iwe server room peke yake bila vifaa vingine, moto usingesambaa, usingekuwa mkubwa kiasi kile. Lakini moto umeunguza zile server room, ile server ikaja ikahamia kwenye vifaa vya stationery, mara meza yaliokuwemo mule. Hiyo ni changamoto. Kwa hiyo tunashauri sana kwamba vyumba hivi vya ofisi vitumike kwa matumizi husika, wasiongeze vitu vingine. Lakini matatizo kama haya ya umeme, pengine kama akitokea baada ya kumtafuta fundi, wangekuwa wanatoa TANESCO, kwa wanatoa taarifa TANESCO afu wajue kwamba umeme uko mdogo kwa kiasi gani, kwa sababu fundi wa ndani unavomuita yeye anarekebisha tu pale, harekebishi kwenye ile meni yote ambayo inaingiza umeme ndani. Pengine wangetoa taarifa kule, TANESCO wenyewe wangejua nini cha kufanya. Kwa hiyo ushauri wetu ni kwamba tushirikiane kwenye hivi vitu. Wanapoona kitu kimepungua fulani, serikali ina taasisi nyingi sana, TANESCO, sisi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji na taasisi zingine. Kwa hiyo wao wanafahamu namna gani ya kutoa hizi taarifa kipindi wanapopata matatizo, kuliko kukaa tu wanamuita fundi anarekebisha, hii kidogo inakuwa ni changamoto. CG Online TV wamekuwa mashuhuda wa tukio hili mwanzo mpaka mwisho, ambapo takribani saa moja imetumika kupambana na moto huu mpaka hali ikarejea kuwa shwari. Kutoka hapa katika jengo la ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tabora, mimi ni Hussein Mshenga.